Kianza na taarifa ya makusanyo kwa robo ya tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2024/25 halmashauri yetu imekusudia kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 14.9 katika bajeti ya mapato ya ndani, ambapo hadi kufikia tarehe 31 Machi kwa mwaka huu wa fedha halmashauri imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 10.4 ambayo ni sawa na 70% ya lengo la mwaka, ambapo kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi bilioni 7.9 ni mapato ya ndani yasiyolindwa ambayo ni sawa na 77% ya lengo, na kiasi cha shilingi bilioni 2.5 ni mapato lindwa ambayo ni sawa na 54% ya lengo. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa robo ya tatu. Utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya mapato ya ndani kwa bajeti ya mwaka 2024/25, Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya fedha za milioni 838.5 ni fedha za mapato ya ndani zilizoelekezwa katika miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024/25 katika sekta mbalimbali katika mchanganuo ufuatavyo. Sehemu A, sekta ya ujenzi na mipango miji na miundombinu zilielekezwa jumla ya shilingi milioni 280,632,559. Kwa upande wa sekta ya elimu msingi kiasi cha shilingi bilioni 212,500,000. Kwa upande wa elimu ya sekondari jumla ya shilingi milioni 92,432,800. Sekta ya afya milioni 80. Sekta ya maendeleo ya jamii ilielekezwa jumla milioni 69,736,000. Sekta ya utawala ilikuwa na jumla ya shilingi milioni 24,996,000. Usafi na mazingira kwa ajili ya kuboresha maeneo yetu walipatiwa milioni 5. Sekta ya kilimo, biashara na uwekezaji milioni 39,274,970. Lakini kwa upande wa serikali kuu, utekelezaji wa miradi mbalimbali tulipokea kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 36, ambapo kati ya shilingi hizo milioni 833 ni kutoka programu ya Green and Smart City na milioni 203 ni kutoka mfuko wa kunusuru kaya maskini TASAF kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo. Lakini pia nitumie nafasi adhimu sana kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kumiminisha fedha ndani ya halmashauri yetu ya Manispaa ya Ilemela. Mpaka unavyoongea sasa hivi, kwa kipindi tu ambacho yeye amekuwa rais, tumekwisha pokea zaidi ya bilioni 83. Hizi zimekwenda kwenye miradi mbalimbali, miradi ya elimu, miradi ya afya, miundombinu ya barabara na sehemu zingine mbalimbali katika kutekeleza maendeleo ndani ya kata zote 19 na mitaa 171 ya halmashauri ya Manispaa ya Ilemela. Ninatumia nafasi hii pia kuwashukuru na kuwapongeza wananchi wangu wa kata ya Buzuruga kwa namna ambavyo wameendelea kunisupport, kunipa ushirikiano. Tumepiga maendeleo makubwa sana ndani ya kata ya Buzuruga. Ndani ya miaka 5 hii tumekwisha pokea fedha kutoka serikali kuu na fedha za mapato ya ndani zaidi ya bilioni 3.7. Sio kazi ndogo. Tumekuwa na miradi ambayo ilikuwa haipo kabisa Buzuruga, lakini sasa wana Buzuruga wanafurahia. Tumepiga hatua kubwa sana kwenye upande wa maendeleo ya miundombinu ya barabara. Tumepiga hatua sana kwenye maendeleo ya elimu, tumepiga hatua kubwa sana kwenye maendeleo ya sekta ya afya. Kwa hiyo salamu zangu, pongezi zangu zote ninapelekea Chama cha Mapinduzi, lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wananchi wangu wa kata ya Buzuruga kwa namna ambavyo wameendelea kunipa ushirikiano. Nimepata nafasi hii ya kuhudumu chini ya Mstahiki Meya kwa kipindi cha miaka 5 mfululizo, haikuwa jambo dogo. Nitumie fursa hii kuwashukuru madiwani wa halmashauri ya Manispaa ya Ilemela kwa namna ambavyo wamevyoendelea kuona ninafaa kuendelea kuwa kiongozi wao kwa maana ya kuwa naibu Mstahiki Meya wa halmashauri ya Manispaa ya Ilemela.